Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kuboreshwa kwa mifumo ya taarifa za biashara na masoko. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza sana matumizi ya mifumo serikalini ili kupunguza bureaucracy pamoja na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa wakati. Sisi kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, kipindi hiki cha miaka minne tumeendelea kuboresha mifumo yetu ya utendaji kazi. Tuna mfumo wa TanTrade Biashara App ambapo una watumiaji wa jumla ya 1,460,000. Hii ni application ambayo unaidownload kutumia app yako Biashara App. Hatimaye unapata kujua masoko mbalimbali na bei zake, masoko ya hapa ndani na bei za bidhaa hizo. Kwa hiyo mfanya biashara anaweza kulinganisha kujua aende soko gani. Pia tuna mfumo ambao ni muhimu sana na ni mfumo ambao umepata umaarufu sana kwa nchi za nje unaitwa Trade Portal ambao sasa umefikia watumiaji 92,403 na huku ikiwa na zaidi ya watembeleaji 272,718 kutoka ndani na nje ya nchi, na wanapata taarifa za biashara. Kwa hiyo hii ni Trade Portal, inaitwa trade.tanzania.go.tz. Ndani yake inaonyesha procedure za bidhaa ambazo ukitaka kuingiza bidhaa Tanzania inakuongoza ufanye nini. Lakini pia na huyu Mtanzania anapotaka kusafirisha bidhaa nje ya Tanzania afanye nini. Kwa hiyo ni portal muhimu sana na ni maarufu sana kwa wenzetu wa nje. Kwa baadaye katika kujenga uwezo wa taasisi na kujiendesha kwa ufanisi, kama mnafahamu, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania ni taasisi ya umma, ni mamlaka ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa 100% na imekamilisha mpango mkuu wa uwekezaji. Kama nilivyogusia awali kwamba dunia imebadilika, hali ya ufanyaji biashara imebadilika. Kwa hiyo na sisi kama mamlaka lazima na sisi tuende na wakati, tubadilike. Mnafahamu kama sisi tunamiliki viwanja vya maonyesho vya Julius Kambarage Nyerere. Viwanja hivyo tunakubali na tunaamini kwamba vimepitwa na wakati. Kwa hiyo kwa sasa tumekamilisha mpango mkuu wa uwekezaji katika uwanja huo. Uwanja wa maonyesho huo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere unatarajiwa kuboreshwa kwa wa kisasa kuendana na viwango vya kimataifa, na uwekezaji katika uwanja huu unatarajiwa kuwa na utaratibu wa ushiriki wa sekta binafsi ambapo unajulikana kama Public Private Partnership PPP. Na ili kufanikisha hilo, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania imejipanga kuanzia mwezi wa April itakuja na kuanza kutangaza kutafuta wabia wa uwekezaji wa uwanja huo wa kisasa. Tayari tumeshakamilisha kila kitu. Kwa hiyo sasa ni kutangaza. Ndugu waandishi wa habari mbalimbali, ndugu zangu wa Tanzania wazalendo, tutaomba tushirikiane katika kuhakikisha tunatangaza uwanja wetu, kuhakikisha tunapata uwanja wa kisasa, tunakuwa na state of the art na sisi katika nchi yetu. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.